Luka 4 mstari wa 28 hadi 30, walipojaribu kumkamata Yesu Kristo, Biblia inasema alipita katikati yao, hawakuweza kumgusa. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati wake ulikuwa hujafika bado wa kumtia mikononi. Yale mafuta hayakuruhusu wamguse Yesu Kristo mpaka wakati wake wa kumkamata, kumsulubisha na kufa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi la wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 7 mstari wa 30. Yohana 7 mstari wa 30 inasema, basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna aliyeweza kunyoosha mkono wake, kwa maana saa yake ilikuwa bado haijafika. Mungu hawezi kuruhusu mpaka wa mafuta wake adui akanyosha mkono akamdhuru akamgusa. Sio mpaka wa mafuta tu, hata uzao wake, hata watu walioko mbele yake hawezi akaruhusu. Wewe ni mpaka wa mafuta, sema amina. Kwa sababu una neema na kipawa cha Mungu ndani yako, Mungu hawezi akaruhusu uharibifu ukatokea juu yako wewe, ili mradi tu uwe unamwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni mradi tu wewe maombi yako uwe kama ni Yoshua, uwe kama Yoshua. Yoshua alisema mimi na nyumba yangu tutafanyaje? Tutamtumikia Mungu. Yoyote anayemtumikia Mungu, Mungu hawezi kuruhusu shetani, ibilisi wala nguvu za giza zikagusa hiyo familia. Yohana sura ya 18 mstari wa 4 na wa 6. Yohana sura ya 18 mstari wa 4 hadi wa 6. Anasema hata wakati wake ulipofika wa kusulubiwa, aliwaambia, yaani wakati wa Yesu Kristo wa kusulubiwa ulipofika, Yesu Kristo aliwaambia mwenyewe, ni mimi hapa. Maki walikuwa wanamtafuta, akasema ni mimi hapa. Unajua kilichotokea ni nini? Ijapokuwa Yesu alikuwa amewaruhusu, ni mimi, nikamateni, wakati wangu umefika. Unajua kilichotokea ni nini? Biblia inasema walipokuwa wanamkaribia ili wamkamate, nguvu ya Mungu, alipokuwa anajitambulisha ndio mimi, nguvu ya Mungu iliwapiga, ikawarusha kule nyuma, ikawatupa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kuashiria kwamba huyu ni mpakwa mafuta, kwamba kumkamata kwake haitokani na akili zenu wala nguvu zenu wala jitihada zenu. Nguvu ya Mungu alipojitambulisha, ni mimi hapa, nikamateni, iliwarusha ikawasambaratisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro yeye alikuwa anataka kutumia nguvu zake na akili yake ya kutaka kumlinda Bwana wetu Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita. Kwenye Mathayo sura 26, Mathayo sura 26 mstari wa 51 hadi 53, Petro alitumia nguvu na kumkata askari sikio akiwa anataka kumlinda wasimkamate Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu akasema, ninaweza kuomba baba yangu akatuma jeshi la malaika, majeshi ya malaika mengi kuja kuwateketeza hawa, lakini hapana, ni saa yao, ni muda wao wa kunitia mimi mikononi. Hawakuweza kumkamata, ila ni yeye aliruhusu wamkamata. Ndio maana kuna Yohana sura ya 10 nadhani mstari wa 28 mpaka 30 pale akasema, hakuna ambaye ana uwezo wa kuutoa uhai wangu, ila Baba ndio amenipa mimi uwezo wa kuutoa uhai wangu mwenyewe na kuutoa mwenyewe. Yesu Kristo hakuuawa, aliutoa uhai wake, alafu akautoa siku ya 3. Maana Baba alimpa uwezo wa kufanya hivyo, wa kuutoa na kufanyaje? Na kuutoa uhai wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachomaanisha ni kwamba yoyote aliyepakwa mafuta, kuna namna Mungu anamlinda, kuna namna Mungu amemtenga, kuna namna Mungu amemweka muhuri wa Roho Mtakatifu, chapa ya Kristo ndani yake. Ana alama, hata wakuu wa giza wakimwona mtu ambaye amepakwa mafuta, mtu amefunikwa na mafuta ya Mungu, wanajua huyu ana kipawa cha neema ya wokovu. Hawawezi kumkaribia wala hawawezi kuingia nyumba anayoishi wala katika eneo analoishi mtu ambaye amepakwa mafuta ya Mungu. Walokole wanapaswa kulijua hili. Hatupasi kuogopa, hatupasi kubabaika, hatupasi kuwa na hofu, kwa kuwa tunatembea na mfalme wa wafalme ndani yetu. Tunatembea na Mungu mwenye nguvu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna cha kutudhuru, hakuna cha kutuharibu, kwa sababu mpakwa mafuta yuko ndani yetu na tumefunikwa na mafuta ya Mungu.